إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا سلام سلام Mtume sallallahu alayhi wasallam sambamba na ahli zake na masahaba zake, wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, na kila atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Tumeitanguliza aya katika suratu Ali Imran, aya nambari 8. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hiyo: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ewe Mola wetu usizipotoe na kuzipotosha nafsi zetu baada ya kuwa umetuongoza. Wa hab lana min ladunka rahma, na tupe sisi kutoka kwako wewe rahma. Innaka antal wahhab, hakika wewe ndiye mtoaji, ndiye mpaji. Aya hii imetajwa katika suratu Ali Imran aya nambari 8. Ayuha nasu ibadallah, aya hii kama walivyotaja mufassirun imezungumzia masala ya fitna, ambapo mtu anaweza akaiacha dini yake akaingia katika dini nyingine, au mtu anaweza akaacha msimamo alionao akaingia katika msimamo mwingine. Na hili linakuja katika wakati wa mwisho kabisa wa uhai wa mwanadamu. Hizi ni fitna zinazomtokezea mtu wakati wa kufa. وكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من 4. na hivyo hivyo ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam tujikinge kwa Allah kutokamana na mambo 4, na akatufundisha mambo hayo tuyasome katika tahiyat. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dua aliyotufundisha tuisome ni kuomba katika tashahud: Allahumma inni a'udhu bika min adhabin nar. Katika riwaya imekuja Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Haya ni mambo manne ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam tujikinge kwa Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya fitna zenye kutokezea katika mambo hayo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam tuombe sisi, tumwambie Allah, Allahumma, ewe Allah, inni a'udhu bika min adhabin nar, hakika yangu najikinga kwako kutokamana na adhabu ya moto, wa min adhabil qabri, na kutokana na adhabu ya kaburi, wa min fitnatil mahya wal mamat, na kutokana na fitna ya uhai na umauti, wa min fitnatil masih ad-dajjal, na kutokana na fitna za masih ad-dajjal. Haya ni mambo manne mazito ambayo fitna zake ni nzito, zaweza kumtokezea mja fayusbihu mu'minan wa amsa kafiran, asubuhi akawa mu'min na jioni akajikuta ameshakuwa kafir, au ameishi katika maisha ya hali ya muumini lakini akafa hali ya kuwa nje kabisa ya imani. Tunajikinga kwa Allah kutokamana na fitna hizi nne. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam allama ashaba, aliwafundisha masahaba zake waseme Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri. Tena katika njia talqin anawatamkisha, semeni Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri, ewe Allah, hakika yangu mimi najikinga kwako kutokamana na adhabu ya kaburi. Masahaba walikuwa wanasema Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri. Kisha anawaambia Mtume waseme tena Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, na wao wanasema Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Kisha anawaambia waseme tena Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min al-ma'tham min al-maghrib wal ma'tham. Semeni ewe Allah, twajikinga sisi kwako kutokamana na adhabu ya jahannam, na wao wanasema maneno hayo, ewe Allah, twajikinga kwako kutokamana na fitna za uhai na fitna za wakati wa kufa na fitna za madeni na madhambi. Na wao masahaba walikuwa wakiiga hivyo kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, maadamu uko hai usijiaminishe, bado waweza kutokezewa na fitna muda wowote, ikakutoa katika taa, ikakuingiza katika maasi, muda wowote ikakutoa katika imani, ukaenda mbele ya Allah tabaraka wa taala ukiwa ni mja muovu. Idhan almu'minuna yad'una rabbahum laylan wa nahara rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Waumini wanamuomba Mola wao Allah, wanamwambia Rabbana, Mola wetu, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, usizipotoshe na kuzipotoa nafsi zetu baada ya kuwa ulituongoza, umetufanya kuwa ni waumini. Baada ya hapa usizipotoshe tena nafsi zetu. Wa hab lana min ladunka rahma, na tupe sisi kutoka kwa wewe rahma, innaka antal wahhab, hakika yako wewe ndiye mpaji. Hii ndiyo dua ambayo waumini wanamuomba kwayo Allah subhanahu wa ta'ala awadumishe katika imani na asiwapotoshe na kuwapotoa na wakawa vingine kinyume na vile walivyokuwa mwanzo. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ويسأله الثبات. نمتوم صلى الله عليه وسلم alikithirisha mno kumuomba Allah na kumtaka Allah thabati katika dini, adumu katika dini maadamu yuko hai, bado hakujiaminisha. Akhraj al-Imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah min hadithi Aisha radhiyallahu anha, ametaja al-Imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah katika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik.
Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja kwamba ni mtume wa Allah na ujumbe umetumwa kwake, lakini mara nyingi alipokithirisha kumwomba Allah, anamwambia ewe Allah, ya muqallibal qulub, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, thabbit qalbi ala ta'atik, uthibitishe moyo wangu katika kukutii wewe. Na hadithi aliyotaja Anas ibn Malik radhiyallahu anhu alikuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, ithibitishe nyoyo yangu katika dini yako. Alikuwa akiomba hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha anasema, fakultu, mimi nikasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka tukthiru an tad'u hadha ad-du'a fahal takhsha, ewe Mtume wa Allah, wewe wakithirisha mno kuiomba dua hii, mara kwa mara wasema, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, ithibitishe nyoyo yangu katika taa yako. Ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, nithibitishe mimi katika dini yako, nisiwache Uislamu. Fahal takhsha, waogopa? Wewe ndo mtume wa Allah, ujumbe na risala imetumwa kwako. Itakuwaje uache dini uwe dini nyingine? Itakuwaje uache msimamo uingie msimamo mwingine, na wewe ndo mtume wa Allah? Je, waogopa hilo? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akamwambia mama Aisha radhiyallahu anha, wama ya'manuni ya Aisha, ni lipi la kunipa mimi amani ewe Aisha? Wa qulubul ibadi baina isbi'aini min asabi'il jabbar yuqallibuha haythu yasha, na nyoyo za waja wote, nyoyo za viumbe wote zipo kwenye vidole viwili katika vidole vyake Allah, anazibadilisha vile anavyotaka yeye. Aweza akamua tu mimi nikawa kafir, aweza akamua mimi nikawa kadha. Mimi lipi la kuniaminisha mimi ewe Aisha? Na nyoyo za waja zipo katika vidole viwili, anazigeuza vile anavyotaka yeye. Idha arada Allah an yuqalliba qalba 'abdin qallabahu, tumekamwambia mama Aisha, Allah akitaka kubadilisha moyo wa mja wake anaubadilisha. Leo onekana mtu wa msimamo vizuri kabisa katika dini, lakini Allah akitaka kubadilisha moyo wa mja aweza kubadilisha. Ghafla mtu akaonekana katika mandhari ambayo hakuwa nayo hapo mwanzo. Akhraj al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah an min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ametaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli al-janna thumma yukhtamu lahu bi'amali ahli an-nar. Ametaja al-Imam Muslim hadithi nambari 2651, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula, hakika ya mtu, la ya'malu amala ahli al-janna, la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli al-janna, anaweza umri mrefu akautumia kufanya matendo ya watu wa peponi, akawa imara katika taa, akatumia umri mrefu matendo ya watu wa peponi kuyafanya, kisha Mtume anasema thumma yuftamu lahu bi'amali ahli an-nar, kisha maisha yake, uhai wake ukahitimishwa kwa kufanya kitendo cha watu wa motoni. Anaweza akadumu katika taa, lakini uhai wake, mwisho wa uhai wake akafa akiwa anafanya kitendo cha watu wa motoni. Hii ni moja ya kuonyesha kwamba mtu aweza kudumu katika imani, lakini akabadilika akaenda kwa Allah kinyume na vile ambavyo watu walimdhania. ومما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari, hadithi nambari 2698, an Sahl bin Sa'd, kutoka kwa Sahl ibn Sa'd, an an-nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli al-janna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi hii, hakika ya mja anaweza akafanya matendo ya watu wa peponi, akakithirisha matendo hayo, wa innahu min ahli an-nar, kumbe mtu huyo ni katika watu wa motoni.
Anaweza akadumu na matendo ya watu peponi mengi, lakini kumbe mtu huyo ni katika watu wa motoni. Kisha anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa ya'malu amala ahli aljanna. Anasema Mtume sallallahu katika hadithi, innal abda la ya'malu amala ahli an-nar wa innahu min ahli aljanna. Mja anaweza akafanya matendo ya watu wa motoni, lakini kumbe ni mtu wa peponi. Wa ya'malu amala ahli aljanna, na anaweza akafanya matendo ya watu wa peponi, wa innahu min ahli an-nar, lakini kumbe mtu huyo ni katika watu wa motoni. Kisha Mtume akasema, innamal a'malu bil khawatim. Kwa nini? Matendo yanazingatiwa unamaliziaje, mwisho wako umehitimishwa vipi. Na ndio maana as-salaf walikuwa wakimwomba Allah tabaraka wa taala awape mwisho mwema. Wallahu yatawalla sarair.